Ni siku nyingine tena njema ambayo Mungu ametupa kwa neema yake. Nami ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya kutupa zawadi ya uhai. Na ninakukaribisha katika ibada hii, ibada ya asubuhi. Tulitaje jina la Bwana kwa pamoja kwa sababu ndiye aliziumba mbingu na nchi na akatupa neema ya kuishi ndani yake, na sisi tutafurahi na kushangilia katika yeye. Funika macho yako na tumuombe Mungu. Mungu mtakatifu, Baba wa milele, ninalihimidi na kulinua jina lako, mwana wa Mungu aliye hai. Ninasema asante kwa ajili ya siku hii njema. Asante kwa kuturuzuku pumzi ya uhai kama zawadi kutoka kwako. Mungu, tunakuja mbele zako. Tunaomba msamaha, tunaomba toba kwa pale ambapo Mungu tumekukosa kwa kuwaza, kwa kunena na kwa kutenda. Ukaturehemu na kututakasa kwa damu ya Yesu. Katuoshe Bwana, katupe tena kibali kuishi mbele zako siku hii ya leo, katika jina la Yesu Kristo Bwana. Na sisi tunaahidi mbele zako kupungua ili uzidi. Karibu ndani yetu, ukitubariki siku hii, ukitupa neema ya kuishi sawasawa na mapenzi yako siku hii ya leo, ukitubariki kwa kazi zote za mikono yetu na kazi za kutumia akili na maarifa uliowapa wanadamu. Ukatubariki Bwana, usituache na jicho lako likitutazama. Ni katika jina lako Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mbariki mtu wako huyu baba, mbariki huyu mama, bariki kijana wa kiume na wa kike na mtoto ambaye ananisikiliza katika ibada hii asubuhi, katika jina la Yesu. Utande hema la wema wako juu yetu, shetani asipate nafasi kwa neno au kwa tendo katika maisha yetu. Ni katika jina lako Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kila mwenye pumzi aseme amen. Mpendwa, ninakukaribisha katika ibada hii asubuhi kupitia madhabahu ya Faraja, katika akaunti yetu ya YouTube na katika mtandao wa Facebook, na wale ambao wapo pia katika TikTok wanaweza kutufuatilia, na Mungu akakubariki sana. Tafadhali kukumbuka kushare link pamoja na marafiki zako ili tuweze kuungana pamoja na kuliadhimisha jina la Bwana pamoja. Asubuhi hii ya leo, Roho wa Mungu ametupa neno kutoka kitabu cha Zaburi mlango wa 27 mstari wa 13. Zaburi mlango wa 27 mstari wa 13. Ninasoma neno hili katika jina la Bwana, sema amen. Neno la Bwana linasema, naamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi hii ya walio hai. Naomba kurudia tena. Naamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi hii ya walio hai. Mpendwa mtazamaji na rafiki yangu mpendwa, neno hili la asubuhi ni neno lililobeba imani, kwamba mtu wa Mungu uliyeumbwa kwa sura na mfano wake, Mungu anatamani sana 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 kwamba tuishi kwa imani. Imani ambayo inatufanya mimi na wewe tuweze kuwa karibu na Mungu. Na kwa sababu ni katika amri 10 za Mungu, amri ya kwanza inasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Sasa Mungu wetu huyu aliyejitambulisha ila mimi ndiye Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo, yule aliyeziumba mbingu na nchi, kila kinachoonekana na kisichoonekana. Sasa yeye Mungu anatamani sisi tuishi kwa imani. Na katika Zaburi ya 27, Mfalme Daudi ambaye ni rafiki wa Mungu anaandika na kusema, naamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi hii ya walio hai. Huyu ni Daudi ambaye aliishi akakutana na vita, lakini akamtegemea Bwana, akaona baraka nyingi, akakaa katika kiti cha ufalme pale Israel, akawatamalaki na kutawala watu wa Mungu vizuri na kushinda vita nyingi kabisa. Asubuhi ya leo neno hili linakuja kwako rafiki yangu. Siku hii ambayo Mungu amekupa kwa neema,
siku hii ambayo Mungu amenipa mimi kwa neema, sote chini ya uso wa dunia tuishi kwa imani. Na neno hili linatukumbusha kwamba moyo wa kwetu na akili za kwetu zinasubiri kupokea neno la matumaini. Kile ambacho moyo utaamini ndicho ambacho moyo utasema amen. Kile ambacho unaamini ndicho ambacho mwili wako utasema amen. Sasa asubuhi ya leo tuongozwe na neno hili linalosema naamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana. Sema tena pamoja nami, wema wa Bwana. Rudia tena, wema wa Bwana. Kama kuna wema, basi kuna ubaya, na maisha yametupa fursa ya kuchagua. Je, mimi ninachagua mema au ninachagua mabaya? Je, wewe unayenitazama na kunisikiliza katika ibada hii asubuhi, unachagua mema au unachagua mabaya? Asubuhi ya leo neno la Mungu linakutia shime kwamba wewe kupitia Mungu wetu uende ukaamini ya kuwa wewe na nafsi yako utauona wema wa Bwana, si baada ya kufa, lakini katika nchi hii ya walio hai. Rudia pamoja nami maneno haya, naamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi hii ya walio hai. Ni hapa hapa duniani unapoishi, ni katika mji unaoishi, ni katika jiji unaloliishi, ni katika kitongoji na kijiji unachokiishi, ni katika nyumba yako ambayo Mungu amekupa uishi wewe na familia, mume, mke na watoto. Hapo mahali Mungu alikokupa ndiko ambapo panakusubiri utamke kwa imani kwamba mimi naamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana hapa hapa mahali ninapoishi, hapa hapa mahali ninapokaa, nitauona wema wa Bwana. Ni lini? Si baada ya kufa. Hapana, ni wakati huu ukiwa unaishi. Upokee wema wa Bwana mahali ulipo. Kama wewe ni mfanyabiashara, una duka, unamiliki biashara yako, uone wema wa Bwana katika biashara yako, katika kile unachokifanya. Kama ni mtu ofisini, uone wema wa Bwana. Kama ni baba na mama, malezi ya watoto, muone wema wa Bwana. Kama ni yule anayefanya kazi shambani, uone wema wa Bwana kupitia kazi za kilimo. Chochote unachokifanya kinasubiri utamke kwa imani kwamba wewe utauona wema wa Bwana. Hapo hapo ambapo Mungu amekupa kujipatia chakula na kipato, uone wema wa Bwana na wala si mabaya. Ninakemea roho ya mabaya ambayo inaofuata watu wa Mungu katika maeneo mbalimbali, kwa sababu duniani tunaye mtesi, na huyu ni yule mshtaki wa nafsi zetu ambaye ni Shetani, kama alivyomwendea Mungu na kusema, huyu Ayubu nipe ruhusa nimguse, uone kwamba hata kuacha. Ninakutia moyo rafiki yangu mpendwa kwamba kwa sababu na namna yoyote usiondoshwe kwenye madhabahu ya Bwana. Endelea kukiri pale ambapo Mungu amekupa. Kila mahali ambapo Mungu amekupa ni madhabahu ya kwake, kwamba hapo kwenye madhabahu utaweza kukutana na Bwana. Hapo kwenye duka lako utaweza kukutana na Bwana. Mama unayefanya biashara sokoni, ni madhabahu yako mahali hapo, utakutana na Bwana. Mwalimu, utakutana na Bwana. Wale wanaofundisha na kuelekeza akili za watu vyuo vikuu na vyuo vya kati na shule mbalimbali za sekondari na primary, ni madhabahu Mungu amekupa mwalimu. Utauona wema wa Bwana hapo iwapo unatamani kukutana na wema wa Bwana. Tamka hapo mahali kwamba mimi naamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi hii ya walio hai. Hapa nilipo, mwili wako usikie kwamba wewe utauona wema wa Bwana. Na kama kuna udhaifu ndani yako, huo udhaifu na uvae masikio katika ulimwengu wa roho, usikie neno hili kwamba wewe unaamini ya kuwa utauona wema wa Bwana. Haijalishi unaona ni sasa, lakini sema kwa imani, mimi nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Ninakuombea asubuhi ya leo rafiki yangu mpendwa kwamba kila mahali ulipo, unapoisikia sauti hii na kuona ibada hii inayoruka live kupitia madhabahu ya Faraja, uone wema wa Bwana
kila unachoishi, unachopitia, unachofanya, popote ulipo, uone wema wa Bwana. Mbingu zisikie na nchi isikie kwamba wewe umeamua na kujitangazia kwamba utauona wema wa Bwana, si baada ya kufa, ni katika nchi hii ya walio hai. Pokea wema wa Bwana, pokea baraka za Bwana, pokea kibali kutoka kwa Bwana, ukafanikiwe sana siku hii ya leo, katika jina lake Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na kama umebarikiwa sema amen. Funika macho yako, tuombe. Mungu Baba na Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, tunaliadhimisha jina lako Yehova asubuhi hii. Asante kwa sababu umekuwa mwema. Asante kwa sababu umenyosha mkono wako wa baraka juu yetu, tukaona pumzi ya uhai na zawadi ya uhai. Tunajidhabihu kwako mwenye enzi siku hii, tukikuomba ikawe baraka, ukatuwekee uzio wa ulinzi wa moto na ulinzi wa malaika, ili shetani asipate nafasi katika maisha yetu kwa neno au kwa tendo. Bariki kazi ya mikono yetu, bariki mipango yetu yote siku hii ya leo, ikaende kwa uhalisia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bariki wa baba hawa, bariki wa mama hawa, bariki vijana wa kiume na wa kike na watoto, bariki familia zetu, bariki biashara zetu, bariki mipango tulio nayo kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninakwenda kinyume na nguvu zote za giza, nguvu za uchawi, mapepo, majini, uganga, uchawi, ushirikina, wale wanaologa wengine. Tunaachilia damu ya Yesu ikaweke blanket juu ya watoto wa Mungu kwa ajili ya ulinzi kwa jina la Yesu Kristo. Ukawatendee mema watoto wako, tutendee mema sisi tulio kazi ya mikono yako, na siku hii ikawe njema, tukaone baraka katika nchi hii uliotupa. Nasi tunaamini ya kuwa tutaenda kuona wema wa Bwana katika nchi hii ya walio hai. Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, sikia kuomba kwetu. Kila mmoja aseme amen, na waliobarikiwa na Bwana semeni amen. Karibu tena, tukutane kwa ibada masaa ya mchana. Ubaki umebarikiwa na Bwana. Amen.